Na ubalozi wa Marekani nchini Lebanoni umetaka kufanyika kwa mkutano kati ya viongozi wa Lebanoni na Israel, huku Wizara ya Afya ya Lebanoni ikisema mashambulizi ya Israeli kusini mwa nchi hiyo yameua watu 15 licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Wawakilishi wa Israeli na Lebanoni mwezi uliopita wamekutana mara mbili mjini Washington, ikiwa ni mkutano ya kwanza aina hiyo kufanyika kwa miongo kadhaa mara baada ya kundi la Hezbollah linaloungwa mkono na Irani kuitumbukiza Lebanoni katika vita vya Mashariki ya Kati mnamo Machi 2, hali ambayo ilianzisha mashambulizi makubwa Israel na uvamizi wa ardhi. Rais Donald Trump wa Marekani amesema anatarajia kuwakaribisha Rais wa Lebanoni Joseph na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ndani ya wiki chache zijazo, huku nchi hizo mbili zikijiandaa na mazungumzo ya moja kwa moja. Kwingineko, Rais Trump anakabiliwa na muda wa mwisho wa kisheria leo Ijumaa ili kupata idhini ya bunge kuhusiana na vita dhidi ya Irani. Sheria inamtaka kusitisha mashambulizi mara baada ya siku 60 kama hatopata idhini ya bunge. Wabunge kutoka chama cha Democratic wanasema rais tayari yuko kwenye mkwamo wa kikatiba na anaweza kuvunja sheria endapo ataendelea bila idhini. Hata hivyo, utawala wa Trump unapinga tafsiri hiyo, ukisema kwamba muda huo wa kisheria ulisimamishwa kwa vitendo kufuatia tangazo la usitishaji mapigano lililotolewa mwezi uliopita. Aidha, Rais Trump ameendelea kuyatishia mataifa ya Ulaya, ambapo safari hii amesema huenda akawaondoa wanajeshi wa Kimarekani kutoka Italia na Hispania kutokana na msimamo yao kuhusiana na vita vya Irani. Hapo jana Trump alitoa kitisho kama hicho cha kutaka kupunguza idadi ya wanajeshi wake nchini Ujerumani mara baada ya kansela Merz kumkosoa Trump kuhusiana na mkakati wake katika vita ya Irani.